Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Waliopo kote duniani warejee Israeli katika kile ambacho yeye alikitafsiri kuwa chuki dhidi ya Uyahudi imeongezeka maradufu duniani. Kwa hiyo anawaomba Wayahudi popote walipo warejee nyumbani. Wayahudi popote walipo, akiwataja wa Australia, akiwataja wa Uingereza, akiwataja waliopo Ujerumani, aliwataja waliopo Australia, kote anawaambia kuwa rudini nyumbani, chuki imezidi. Kwa hiyo mnaweza mkarejea nyumbani, chuki imezidi huko mlipo. Swala hili limekuja ni chini ya wiki moja kutoka kwenye mashambulizi yaliyofanyika kule Bondi Beach, Australia. Tukio hili likanikumbusha mijadala ya kina Salim na kina Paris kwenye group letu la kuchati. Kuna wakati walitoa kwa kirefu sana kwa nini Wayahudi walihama kutoka kwenye nchi zinazofahamika, nchi za Kiarabu, kwa sababu wakati hata inaundwa State of Israel, Wayahudi wengi walikuwa bado kwenye nchi za Kiarabu. Still mpaka leo kuna Wayahudi wengi bado wanaishi kwenye hizi nchi za Kiarabu ambao hawakuwahi kuvutiwa kuishi Israeli wala hawakuwahi kwenda Israeli. Still Irani, mpaka leo kuna Wayahudi wengi wanaishi Iran. Lakini Iraq ilikuwa ni moja ya nchi ambayo ilikuwa na idadi kubwa ya Wayahudi. Moja ya watu ambao wametoka Iraq na ambao wanaongoza Israeli hivi sasa ni huyu waziri mwenye misimamo ya hovyo, Itamar Ben-Gvir. Kiasili yeye ni anatoka Iraq. Huyu ni Myahudi kutoka Iraq. Sasa hii miji ilikuwa na Wayahudi wengi sana. Wayahudi waliondokaje? Wakati huo, baada ya State of Israel kuanzishwa, kwa sababu ilikuwa ina utata mwingi na ikawa na ugomvi mkubwa na nchi za Kiarabu, na Wayahudi wengi walikuwa wanaishi kwenye nchi za Kiarabu. Wayahudi wengi hawakuvutiwa na style ya uanzishwaji wa taifa la Israeli, kwa sababu lilianzishwa taifa kwenye ile unaweza kusema ubabe, dhulma, mauaji, kuhamisha watu. Sasa Wayahudi wengi walikuwa wameishi Middle East katika kipindi hicho, walikuwa ni Wayahudi ambao wameishi pamoja na jamii nyingine. Unaweza kusema walikuwa wameishi pamoja zaidi Wayahudi na Waarabu. Maana makabila mengine, Madruz, kabila sijui za nini, zote ni Waarabu na Wayahudi ndio walikuwa wameishi pamoja. Kwa hiyo Wayahudi wengi walio Mashariki ya Kati hawakuwahi kuvutiwa na kitu kinaitwa Israeli iliyoanzishwa 1947. Kwa hiyo hawakupenda kwenda na hawakutaka kujiunga kwenye hiyo nchi. Sasa unafanyaje kuwashawishi hawa Wayahudi? Kwa sababu kitu ambacho Israeli ilikuwa inakwama kuhusu population, watu, idadi ya watu. Unawatoa wapi watu uwalete kwenye nchi, uwaaminishe kuwa hii ni nchi yenu? Maana yake ndio maana wakawa wanatoa uraia mwingi wa nchi za magharibi. Wakapewa Wayahudi wengi waliotoka Ulaya Mashariki, hasa Ukraine, Urusi, nchi kama Poland, Lithuania. Hizi nchi zimetoa idadi kubwa ya Wayahudi ambao tunawafahamu hii leo. Wengi wametoka kwenye hizi nchi kwa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa hawa Wayahudi waliokuwa kwenye hizi nchi ambazo zinaitwa za Kiarabu, unawarudishaje Israeli? Kwa hiyo kilichofanyika mara hiyo ilikuwa ni kuanza kufanya mashambulizi dhidi ya Wayahudi. Mashambulizi yanaratibiwa na nani? Yanaratibiwa na jamii ile ya Wazayuni ambao wanataka Wayahudi wahame. Kwa hiyo kukawa kuna makundi maalum yameanzishwa katika nchi nyingi za Kiarabu, na huo uchunguzi na hizo taarifa, ukienda kwenye group ya chat kina Salim watakupa na ushahidi kabisa uliotolewa kuwa wakati huo waliokuwa wakifanya hayo mashambulizi walikuwa ni Wayahudi wenyewe. Kilichokuwa kina tofauti kuwa walikuwa na uwezo wa kubadili mavazi, kuvaa mavazi ya Kiarabu na kwenda kufanya mashambulizi kwenye masinagogi. Unafanya mashambulizi kwenye maeneo wanaopenda kuishi Wayahudi, mnafanya mashambulizi kwenye mitaa ya Wayahudi, wanafanya mashambulizi kuwashambulia Wayahudi wenzao mitaani, ili wale Wayahudi wahisi kuwa hapa tulipo sio sehemu salama, kwa sababu chuki imeongezeka. Inabidi kweli sisi tuondoke na turejee wapi? Twende kwenye nchi yetu ambayo tunaweza tukaishi vizuri. Kwa hiyo ndio uhamaji, naweza nikasema
ulivyoanza kutoka kwenye nchi za Kiarabu kurudi au kwenda Israeli ya sasa. Kwa hiyo huo utaratibu ulifanyika. Sasa nimeona tangazo la bwana Sar limekuja wiki moja chini ya kile ambacho tumekiona kimetokea kule Australia. Bado haifahamiki wazi kwa nini serikali ya Australia mpaka leo, mpaka sasa imegoma kutaja asili ya washambuliaji, kazi zao na wanatoka wapi kiasili. Imebaki tu kuwa vyombo vya habari ndio vilitoa taarifa kuwa hawa asili yao wametoka Pakistani, lakini hawasemi kwa undani kuwa huyu mtu ni nani na nani na nani, ilikuwa kuaje. Yani taarifa ziko nusu nusu, bado imebaki hivyo. Sasa unaona kati ya hilo, unaona tangazo limetoka kwa waziri, anasema kuwa Wayahudi sasa warejee kwao. Nani amewashambulia Wayahudi? Swali ambalo watu huwa wanajiuliza. In September 11, katika mashambulizi ya September 11, asilimia zaidi ya 80 mpaka 90 ya Wayahudi ambao walikuwa wakifanya kazi, ambao kwenye lile jengo la WTC au majengo yote ya WTC kulikuwa kuna Wayahudi wengi sana wakifanya kazi pale. Asilimia 80 mpaka 90 ya Wayahudi siku ya tukio la September 11 hawakwenda kazini. Zaidi ya asilimia 80 mpaka 90 ya wale wanajulikana kama Wayahudi hawakwenda kazini mara hiyo. Nenda kafuatilie taarifa zao utaona. Na taarifa zinaonyesha kuwa watu wengi walio rekodi lile tukio, yani wale watu ambao walichukua picha na zilizoonekana za lile tukio. Unajua wakati huo smartphone ilikuwa video zilizotumika kurekodi ni zile tape recorded, yani video record zilikuwa zilikuwepo wakati huo. Unaweza kusema teknolojia bado ilikuwa chini kiasi, sio kwa kiwango hiki ambacho hivi sasa tukio lolote linatokea ghafla na pale unaweza ukalipata ima kwenye CCTV kamera au nini. Lakini tukio la September 11 wanatajwa walioshughulika kulirekodi vizuri, vyanzo vingi vilikuwa ni vya Kiyahudi, ndio viliweza kuchukua lile tukio. Kina nani wamefanya mashambulizi Bondi Beach? Kwa nini Gideon Sare anataka Wayahudi warudi kwao? Tukumbuke yaliyokuwa yanatokea Iraq, tukumbuke yaliyokuwa yanatokea Irani, tukumbuke yaliyotokea kwenye nchi zingine, Morocco na nchi zingine ambazo zilikuwa zina idadi kubwa ya Wayahudi ambao wameshift na kwenda Israeli, kwa sababu walitoka kwa mashambulizi, walitoka baada ya kuhisi kuna tishio, walitoka baada ya kuona kuwa hapa tulipo si sehemu salama, ni bora turejee nyumbani, tutakuwa salama sehemu ambayo tunaweza tukalindwa. Kwa hiyo nimeliona tangazo la Gideon Sar likanifikirisha sana kuwa kwa nini tangazo hili linakuja mara hii? Kwa nini kuwa Wayahudi? Na anachokisema kuwa kuna chuki kubwa dhidi ya Uyahudi duniani, hilo liko wazi. Na hata ukifanya tafiti utaona kuwa nchi inayochukiwa zaidi duniani hivi sasa ni Israeli. Popote, iwe Ulaya kwa washirika wao, iwe Afrika, iwe Asia, iwe kokote kule, Israeli wanachukiwa. Lakini haichukiwi Israeli kama nchi, zinachukiwa tabia zinazofanywa kupitia hiyo Israeli. Zinachukiwa tabia. Ndio maana Wayahudi ambao huwa hawajinasibishi na serikali ya Israeli huwa wanasema kabisa kuwa serikali ya Israeli haituwakilishi sisi. Yani wanasema serikali ya Israeli haina uwakilishi wetu sisi, wala hawa watuwakilishi sisi. Hawa hawawakilishi Judaism, wanakuambia hawa wanawakilisha uzayuni wao, ndio wanaowakilisha. Serikali ya Israeli inawakilisha uzayuni, haiwakilishi Uyahudi. Mara kadhaa wanasema, hata kwenye mabango yao utaona, hata wale Wayahudi waliopo Marekani huakisi kile, wanasema kuwa hatufanyi hivyo, yani kuwa hawatuwakilishi sisi. So iko hivyo. Sasa kuna rafiki yangu mmoja mara nyingi huniuliza kuhusu mbona huzungumzi kuhusu Irani, makombora Irani. Mara nyingi anapenda sana nizungumze kuhusu swala la Irani. Kuna watu mpaka wakawa wanasema, "We Rahbi, tunajua unalipwa na Iran kwa ajili ya hivi vitu." Mara wananiambia nalipwa na magharibi. Mimi magharibi sana, kwa sababu nafanya kazi na mashirika ya magharibi. Mwingine ananiambia, "Okay, umekaa unapendelea tu Urusi kila siku." Hii huwa inanivutia sana. Pale watu hawajui niko upande gani. Yani kila mmoja anazungumza kwa hisia zake tu, kwa mbona kama upo huku, mwingine anaona hapana, wewe umjui, huyu hapendi huku, huyu anapenda huku, huyu hapendi. Kila mmoja anazungumza upande wake. So kuna taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari. Niliona kuna taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari vikiwemo vya Iran. Ilikuwa ni kujibu, kwanza ni taarifa ambayo ilikuwa inajibu taarifa niliyokuambia juzi. Kuna taarifa nilikuambia juzi kuhusu mpango wa Bwana Netanyahu kwenda Marekani. Taarifa ilikuwa imeandikwa na NBC News ambayo ilinukuliwa na magazeti ya ndani ya Israel ikiwemo Haaretz, kuwa
Netanyahu ataenda kumuomba bwana Trump usaidizi wa kuishambulia Iran. Kwa sababu gani? Iran inaboresha uwezo wake wa makombora ya masafa marefu. Hiyo taarifa ilisema hivyo. Rudi nyuma kidogo, utakumbuka kuwa wakati yalivyokuwa yanaendelea mazungumzo yale ya nyuklia kati ya Iran na Marekani ambayo yalikuwa yakifanyika zaidi Muscat na mara moja yakafanyika Rome, kulikuwa kuna mapendekezo ambayo Israeli aliyapendekeza Marekani aende nayo kwenye meza. Mapendekezo ambayo hawakuyafanya, ambayo Marekani hawakuyafata. Hayo maagizo ni maagizo yale yale ambayo Israeli waliwahi kumpa Barack Obama wakati wa mazungumzo ya JCPOA kabla ya kusaini mkataba wa 2015. Maagizo hayo hayo Israeli walimpa Barack Obama kuwa Irani akitaka tufikie naye makubaliano afate hiki na hiki na hiki na hiki. Obama hakufata na wala hakushughulika na hilo swala, wala hakuwapeleka kwa Irani, akaenda na mazungumzo yake yeye aliyoyataka. Na ndio maana Israel walichukia sana mazungumzo na waliupinga sana mkataba wa 2015. Na ndio maana kitu cha kwanza baada ya kuingia Donald Trump ilikuwa ni kumlazimisha Donald Trump hakikishe anaiondoa Israel kwenye makubaliano ya JCPOA. Na Donald Trump alifanya hivyo mwaka 2018. Sasa kuna kile ambacho Israeli imekuwa ikihofia ndani ya Irani. Naweza kusema vitu viwili vitatu: uwezo wa makombora, uwezo wa drone na uwezo na kuendeleza program ya nyuklia. Vitu hivyo ukiangalia Israeli walivyowakilisha kwa Marekani wakati wa mazungumzo ya bwana Trump, ni lazima Irani iache, yani iwe sifuri kwenye urutubishaji wa urani, iwe sifuri. Kitu ambacho Barack Obama hakupeleka kuwa sifuri, alienda akaruhusu kati ya 3.65 katika makubaliano ya kuondoa vikwazo na kuiacha Irani ifanye biashara. Tutakuacha urutubishe katika kiwango cha 3.65. Ndio kiwango cha kimataifa ambacho nchi nyingi ambazo bado zinaruhusiwa kurutubisha urani zinarutubisha kwa kiwango hicho, ikiwemo Canada, ikiwemo Australia. Hizi nchi zinarutubisha katika 3.65. Na Irani akaachwa kwenye kiwango hicho. Israeli akawa hataki, alikuwa anataka 0.0. Lakini Israeli alitaka mpango wa makombora ya masafa marefu wa Irani uhakikishe umefungwa. Barack Obama hakufata hilo. Hayo alikwenda nayo mara hii kwenye mazungumzo, wakati anampa Barack Obama kuwa, anampa Donald Trump kuwa lazima Irani wafunge iwe 0 ile urani urutubishaji. Irani wakasema vitu viwili havitokuwa na mjadala kwetu. Walisema vitu viwili, walisema vitatu, sorry. Walisema mpango wao wa nyuklia hauna mjadala, kuwa hawawezi kustopisha. Yani huo mpango wa nyuklia, kwa sababu wao ni mpango salama, hawato ustopisha. Hilo walisema. Swala la pili ambalo walisema kuwa hatuna mjadala nalo ni swala la uwezo wetu wa makombora ya masafa marefu. Hilo pia hatuna mjadala nalo. Swala la tatu waliosema kuwa hatutaki kulijadili ni swala la proxy wetu. Proxy ni wale wafuasi, yani wale wanaoifuata Irani katika Middle East, yani usaidizi wa proxy wao. Walisema kuwa hatuwezi kukata usaidizi wetu kwa proxy. Proxy ni wale kama Houthi, Hizbullah, Hamas, hao ni proxy wa Irani. Kataib Hizbullah, hao ni proxy wa Irani. Sasa Irani walisema kuwa hatutokuwa na mjadala kuhusu proxy wetu, na hatutokuwa na mjadala kuhusu uwezo wetu wa makombora, na hatutokuwa na mjadala kuhusu urutubishaji wa urani. Sasa juzi nilivyowapa taarifa kuwa Netanyahu atakwenda kumshawishi Trump kwa kuiona fursa ya Trump ili waende kuivamia tena Irani ikibidi. Irani wamejibu kauli hiyo, kwa sababu katika taarifa iliyoandikwa na NBC News imezungumzia kuhusu uwezo wao wa makombora. Wanasema hivi: Irani imesisitiza Jumatatu kwamba mpango wake wa makombora ni wa kujilinda na ulibuniwa kuzuia mashambulizi, huku ikiongeza kuwa uwepo wa silaha zake haukuwa wa mjadala. Yani wanasema kuwa uwezo wao makombora, sisi ndio kujilinda. Wengine si mnajilinda na nyuklia, sisi tuna makombora ya kutosha. Hata tushambulia tutashusha makombora ya kutosha, ndio ulinzi wetu. Kama vile Ukraine anasema siwezi ukaa bila ulinzi, huo ndio ulinzi. Irani kaamua kuchagua njia yake ya kujilinda, ni uwezo wa makombora ya masafa marefu mengi zaidi unakuwa nayo na stock ya kutosha. Israeli ilikuwa imewasilisha makombora ya Irani ya masafa marefu pamoja na mpango wake wa nyuklia kama vitisho viwili vikuu ambavyo ilitaka kuviondoa wakati wa vita vya siku 12 ambavyo maadui walipigana mwezi Juni. Mpango wa makombora wa Irani ulitengenezwa ili kulinda eneo la Iran, si kwa ajili ya mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baqai alisema katika mkutano wa waandishi wa habari wa kila wiki. Kwa hivyo, uwezo wa ulinzi wa Irani ulioundwa kuwazuia wavamizi
kutokana na wazo lolote la kushambulia Irani si jambo ambalo linaweza kuzungumzwa. Yani hili swala halina mjadala kwetu. Uwezo wa Irani wa masafa marefu uliweka Israeli katika umbali wa kushambulia, na baada ya mashambulizi yasiyo ya kawaida ya Israeli yaliyosababisha vita vya mwezi Juni, Teherani ilijibu kwa mawimbi ya makombora na ndege zisizo na rubani zilizorushwa katika miji ya Israeli. Kulingana na NBC News, Israeli inazidi kuwa na wasiwasi kwamba Irani inatafuta kujenga upya na kupanua uzalishaji wake wa makombora kufuatia vita, na inaweza kutaka kuishambulia tena ili kupunguza juhudi hizo. Wakati wa ziara iliyopangwa nchini Marekani baadaye mwezi huu, waziri mkuu wa Israel Netanyahu anatarajiwa kumpa Rais Donald Trump chaguzi kwa Marekani kujiunga au kusaidia katika operesheni zozote mpya za kijeshi, NBC iliripoti, ikinukuu chanzo kisichojulikana chenye ufahamu wa moja kwa moja wa mipango hiyo, na maafisa wa zamani wa Marekani waliarifiwa kuhusu hiyo. Sasa nimeiona hii taarifa, halafu kulikuwa kuna taarifa ambayo imeandikwa ambayo baadaye Irani waliikanusha. Irani inasema hivi, ilifanya mazoezi ya makombora katika miji mbalimbali Jumatatu, vyombo vya habari vya serikali viliripoti, vikinukuu vyanzo visivyotajwa na mashahidi katika zoezi la pili kama hilo lililoripotiwa katika mwezi mmoja. NBC News iliripoti Jumamosi kwamba Rais wa Marekani Donald Trump alipaswa kupewa taarifa na Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu kwamba upanuzi wowote wa mpango wa makombora ya ballistic wa Irani unaleta tishio ambalo linaweza kuhitaji hatua za haraka. Mataifa ya Magharibi yanaona silaha za balistiki za Irani kama tishio la kijeshi la kawaida kwa utulivu wa Mashariki ya Kati na utaratibu unaowezekana wa uwasilishaji wa silaha za nyuklia iwapo Teherani itazitengeneza. Teherani inakana nia yoyote ya kutengeneza bomu la atomiki. Chaneli ya Telegram ya mtangazaji wa umma ya Irani, Noor News, isiyo rasmi, ilichapisha video za kile kinachoonekana kuwa ulikuwa ni uzinduzi wa makombora bila kutaja mahali yalipo. Hata hivyo, vyombo hivyo vya habari viliripoti uzinduzi huo kutoka katika mji mkuu wa Teherani, mji wa Isfahan, Mashhad. Reuters haikuweza kuthibitisha kwa uhuru uhalisia wa video hizo. Vyombo vya habari vya serikali baadaye Jumatatu, vikinukuu vyanzo vyenye taarifa, vilikanusha kwamba makombora yalijaribiwa na kusema picha zilizosambazwa zilikuwa za ndege za minuko ya mirefu. Hakuna ufafanuzi wowote uliotolewa kuhusu ripoti hizo na zinakinzana. NBC iliripoti kwamba maafisa wa Israeli wana wasiwasi kwamba Irani inajenga upya maeneo ya nyuklia ambayo Marekani iliyapiga mabomu mwezi Juni, na walikuwa wakijiandaa kumjulisha Trump kuhusu chaguzi za kushambulia mpango wa makombora wa Iran tena. Mapema mwezi huu, jeshi la wanamaji la kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC lilifanya mazoezi ya siku 2 yenye lengo la kukabiliana na vitisho vya kigeni, kurusha makombora ya ballistic na meli kwenye malengo yaliyokusudiwa. Hii taarifa nimeiona sasa, nikakutana na taarifa moja ambayo ilikuwa imeandikwa kutoka kwenye Mehr News Agency. Mehr News Agency walikuwa shirika la Fars, hii hapa taarifa ambayo imeandikwa na Mehr News Agency. Wanasema hivi, shirika la habari la Fars lenye makao yake makuu Teheran liliripoti kwamba alasiri, likiwanukuu watu wa eneo Rahby Digital, haki na ukweli.